Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Siku ya leo nimekuja na ujumbe mmoja juu ya maisha ya mtu mmoja mahali hapa. Inawezekana unapitia matatizo mengi, majaribu yamekuwa ni sababu ya kuogopa. Matatizo yamekuwa ni sababu ya kuogopa. Magonjwa yamekuwa ni sababu ya kuogopa. Siku ya leo nimekuja na neno moja la kuambia kwamba usiogope, usiogope. Kati ya maneno ambayo yametokea mara nyingi sana kwenye Biblia kuliko hata neno Mungu, ni neno usiogope, kwa sababu nisikilize, dunia iko na matatizo mengi, dunia iko na shida nyingi, dunia iko na vitu vingi. Inaweza kama imefika sehemu mwana Mungu umekata tamaa, imefika sehemu umevunjika moyo kwa sababu maybe watu wamekusema vibaya, watu wamekukataa. Huyu amesema hivi, huyu amesema hivi. Watu wamekuwa wakikusingizia maneno mengi ya uongo. Lakini siku leo nataka nikwambia kwamba usiogope. Wewe unaisikiza clip hii siku ya leo, ni kuna ujumbe kwa ajili ya maisha yako kwamba usiogope. No matter unapitia kitu gani kwenye maisha yako siku ya leo, no matter unapitia nini siku ya leo kwenye maisha yako, lakini siku leo nataka nikwambia kwamba usiogope. Maana huyu Mungu ninayemhubiri, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, siku leo yuko kwa ajili ya maisha yako. Ninakuona dada ambaye umekataliwa kwa muda mrefu. Ninakuona dada ambaye umeteseka na mahusiano. Ninakuona kaka ambaye umetafuta sana umekosa. Usiogope mwana Mungu, hata kama umetafuta sana umekosa. Ili mradi tu umesikia clip hii siku ya leo. Devil is in trouble. Shetani amepata shida siku ya leo kwa sababu umesikia neno la kuinua katika moyo wako. Kuna muda unaweza kuwa unaogopa kwa sababu nyingi kwenye maisha yako. Mimi sijui siku ya leo uko unapitia kitu gani. Mimi sijui watu wanakuangaliaje siku ya leo. Lakini ninalotaka kukwambia kwamba usiogope, kwa kuwa Mungu yuko na neno juu ya maisha yako siku ya leo. Inawezekana wanadamu wameongea maneno mengi ya kukatisha tamaa. Wanadamu wameongea maneno mengi sana ya kukuvunja moyo. Lakini nataka nikwambie kwamba Mungu analo neno la kukutia moyo. Wanadamu wanaweza kusema mambo mengi wanayoyajua ama wasiyojua, lakini Mungu ambaye anakutazama vile zaidi ya vile wanadamu wanavyokutazama. Inawezekana matumaini yako umeweka kwa wanadamu siku ya leo. Inawezekana matumaini yako umeweka kwenye madawa, matumaini yako umeweka kwenye pesa ulizonazo, lakini siku ya leo liko tumaini kwa ajili ya maisha yako mwana Mungu.